Fizi News 24. Média d'information en temps réel. Fizi News 24. Chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel. Matumaini yetu ni kwamba unakuwa mzima wa afya, mtazamaji wa chanela yetu. Kwa mara tena tunakukaribisha kujiunga nasi katika matangazo ya leo, tukikutangazia toka mashariki mwa DRC. Natasha Mingo Andrea ni mtangazaji wako. Karibu. Wanajeshi kutoka misheni ya Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC waliondoka katika jiji la Goma mnamo Jumanne Aprili 29. Uondoaji huu unatekelezwa na nchi kavu kupitia mpaka kati ya DRC na Rwanda unaojulikana kama kizuizi kikubwa. Idadi ya watu wa Goma imeshuhudia kupita kwa msafara mrefu wa kusafirisha askari na vifaa vya vita kuelekea mpaka. Mara baada ya kuvuka mpaka, msafara huo unazingirwa na askari wa jeshi la Rwanda, Radio Okapi imethibitisha. Zaidi ya hayo, Rwanda inasemekana kuwa imeidhinisha matumizi ya eneo lake la uhuru jeshi hilo kufika katika nchi ya mashariki ambapo wanajeshi wangeondoka kuelekea nchi zao. DRC ilikuwa imetumwa Kivu Kaskazini pamoja ikiwa tangu Disemba 15 mwaka 2023 kuunga mkono FARDC katika mapambano dhidi ya makundi yenye silaha mashariki mwa DRC. Walibaki kukwama huko Goma siku moja baada ya jiji kuanguka kunako jeshi la AFC M23 mwishoni mwa Januari 2025. Na tukibaki tuko Goma, kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu CICR imetoka tu kuandamana na msururu wa misafara inayosafirisha kutoka Goma hadi Kinshasa. Jumatano hii Aprili 13 makatulimo, mamia kadhaa ya watu walio na silaha kutoka vikosi vya wanajeshi vya DRC FARDC na polisi wa kitaifa wa Kongo PNC pamoja na familia zao wapili walibaki katika kituo cha ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kuleta utulivu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo MONUSCO huko Goma. Kwa mujibu wa taarifa kwa vyombo vya habari iliyotolewa na CICR ambayo nakala yake imetumiwa kwetu, popote walipofanya kazi duniani kote, CICR inatumia uzoefu wake kuwezesha mazungumzo kati ya pande zinazohusika na kuingiza masuala ya kibinadamu katika mazungumzo hayo, walieleza François Moreyo, mkuu wa ujumbe wa CICR nchini DRC. Jukumu hili la mpatanishi asiyeegemea upande wowote linaweza kuchangia katika kutatua tatizo magumu ya kibinadamu, kupunguza matokeo kwa idadi ya watu. Katika kesi hii mahususi, CICR ilifuatwa na watendaji mbalimbali ikiwa ni pamoja na Wizara ya Ulinzi ya Kitaifa ya Kongo na masuala ya maveterano MONUSCO na AFC M23 kufanya kazi kama upatanishi usioegemea upande mmoja. CICR haiweki masharti ya mazungumzo, lakini inatoa ofisi zake nzuri ili kuwezesha utekelezaji wa operesheni. Chini ya masharti ya makubaliano yaliyohitimishwa na CICR, pande zinazohusika zimejitolea kuhakikisha usalama wa watu katika misafara na kufanya kazi kuelekea mafanikio ya operesheni. CICR pia imehakikisha kwamba watu wote walikubali kujumuishwa katika usafiri huu. Kwa kuzingatia utata wa operesheni na hatari zinazohusiana nayo, CICR inataka kuheshimiwa kwa sheria ya kimataifa ya kibinadamu na hisia ya uwajibikaji kwa upande wa wale wote wanaohusika. Kumbuka kwamba huko Kinshasa hivi kwa mwisho itatunzwa na mamlaka ya DRC. Na tukitoka Goma tuweze kurudi jimboni Kivu Kusini, tubainishe kwamba watu 3 wamefariki na wengine kadhaa kujeruhiwa. Ripoti kuhusu kisa cha ukosefu wa usalama kilichorekodiwa katika kikundi cha Mudusa katika eneo la Kabare usiku wa Jumanne 29 kuamkia Jumatano 30 Aprili makatulimo. Taarifa zimetolewa na shirika nyipya la kirahia pa Mudusa wakati wa mahojiano na waandishi wa habari Jumatano Aprili 13 makatulimo. Kwake Elvis Chirimwami, mwigizaji wa mashirika ya kirahia huko eneo
eneo la Kabare. Anabainisha kwamba majambazi hao walikuwa na bunduki na silaha za Blood waliosababisha uharibifu kadhaa haswa katika kijiji cha Ihemba. Mwisho anatoa wito kwa mamlaka husika kufanya kila linalowezekana ili idadi hiyo ya watu iweze kupatikana na kupata malipizi kufuatana na sheria. Usalama mdogo inaendelea kusikilika zaidi na zaidi ndani ya groupement ya Mudusa. Tujulishe ya kwamba usiku ya jana tariki 29 mwezi wa 4 mwaka huu, nyumba mingi sana ziliweza kutembelewa na warugaruga ndani ya village ya Ihemba, groupement ya Mudusa, chefferie na territoire ya Kabare, kupitia warugaruga ambao hawajulikane. Walikuwa wakimiliki silaha za moto, vile vile mafimbo, mipanga na kadhalika. Na kwa hiyo waliweza kupiga masasi mingi sana juu na zingine kuzipiga muwatu. Na ambao waliweza kupigiwa masasi, wamoja waliweza kufariki na wengi kuumia. Kati ya wenye kufariki, kuliweza kufariki watu 3 ndani ya village ya Ihemba. Kati yao Modesi Kabidi Christophe ni baba ambaye amekwisha kuwa na umri na zaidi ya umri ya miaka 58. Ni baba wa watoto wengi. Mtoto wake pia Mushobozi Modesi Aniset aliweza kupigwa masasi na kufariki pamoja na baba yake. Vile vile kuna baba wa jamaa ya Gaso Miruho ambaye aliweza kupigwa masasi na kufariki. Tujulisha kwamba kati ya wenye kuumizwa ni wengi zaidi na waliumizwa vikali. Wamoja waliweza kupelekwa kwenye kituo cha afya kia mahali hapo Ihemba, na wengine kupelekwa kwenye hospital ya Nyantende ili wapewe matunzo. Shirika nyipya la raia linaomba sana kwa viongozi ambao wanatuongoza kwa kufanya yote iwezekanavyo kama vile wanaweza, ili waweze kuleta amani na kushika hao warugaruga ambao wanaendelea kukosesha wakaaji amani ndani ya mungini ambayo wanaongoza. Kwa niaba ya shirika la raia, Elvis Chirimwami. Habari zingine ni kwamba ubinadamu unasherekea siku ya Jazz ulimwenguni, mtindo wa kisanii unaolenga kukuza amani, utofauti, heshima kwa haki za binadamu na uhuru wa kujieleza kupitia muziki. Katika mahojiano nasi Jumatano Aprili 13 mwaka tulimo, mwanamuziki Thomas Lusango anaashiria kuwa jazz ni zaidi ya sanaa, ni lugha isiyo na mipaka inayoruhusu uhuru wa kujieleza. Mwisho anaongeza kuwa jazz husaidia kuleta hisia chanya, uhuru wa kihisia na nishati ya ndani. Kwa lengo hili anatoa wito kwa wakazi wa Bukavu ambao wanapitia kipindi cha usalama na mgogoro wa kihisia kufuata jazz ili kuondokana na shida hii kwa kuunda nishati chanya. Tujielekeze huko Fizi. Wakazi wa kijiji cha Kazimia katika eneo la Nganja tukiwa tarafani Fizi wanaonya kuhusu usambazaji usio wa kawaida wa maji ya kunywa katika eneo lao kwa muda wa wiki 2 zilizopita. Tuhuma zilizopokelewa na chama cha watumiaji wa mitandao ya maji ya kunywa Asirepe, ambao wanahakikisha juhudi zake katika kutafuta suluhu la tatizo hili. Walisema hayo katika mahojiano na wanahabari wa eneo hilo mnamo Jumatano Aprili 30 mwaka tulimo. Katika mahojiano na vyombo vya habari vya ndani, mkuu wa vipindi vya chama cha watumiaji wa mitandao ya maji ya kunywa Asirepe aliwahakikishia wakazi kuhusu uhaba wa mara kwa mara wa maji ya kunywa katika siku zijazo. Mwisho anaongeza kuwa mafundi wa Asirepe tayari wanafanya ukarabati ili wakazi wa Kazimia wapatiwe maji ya kunywa mara kwa mara. Tuna matanki 2 ya maji. La kwanza linapokea maji kutoka kwenye chanzo na kisha yanapeleka hadi la pili ambalo linasambaza kwenye mabomba.
amefafanua. Abrahamu Ndume ameongeza kuwa tatizo lipo kwenye bwawa la kwanza lililokusudiwa kusambaza maji kwenye mabomba, lakini ambalo halipati maji kwa usahihi kwenye chanzo. Mwisho anaomba msamaha kwa wateja na kuahidi kuwa watapatiwa maji ya kunywa mara kwa muda mfupi. Dira zingine ni kwamba hali ya kushangaza lakini pia isiyokubalika katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ukosefu wa upatikanaji wa chanjo husababisha vifo kadhaa vya watoto chini ya miaka 5 vinavyosababishwa na magonjwa ambayo hata hivyo yanaweza kuzuilika. Maoni hayo yanatoka kwa mwigizaji anayefanya kazi katika sekta ya afya ya umma, usafi na ustawi wa jamii nchini DRC. Tangu mwaka 2023, zaidi ya watoto milioni 1 chini ya umri wa mwaka mmoja hawajapata chanjo yoyote na karibu milioni 2 hawajapokea dozi yao ya 3 ya chanjo barani Afrika, ambayo inasababisha pasenti 41% vifo hivi karibuni Afrika kusini mwa jangwa la Sahara. Katika maeneo mengi, hali ya usalama na mienendo ya watu huchangia sio tu kuenea kwa magonjwa kama vile polio, suluba, homa ya manjano, malaria na hivi karibuni zaidi mpox. Hali hiyo pia inazuia ufikiaji wa maeneo fulani ambayo watoto na familia wanahitaji zaidi chanjo. Kwa miaka 15, nchi za Kiafrika zimekuwa zikihamasishana kupitia wiki ya chanjo ya Kiafrika ili kuongeza uelewa, kufahamisha na kuhamasisha watu, watoa maamuzi, wanasayansi pamoja na wahusika wote wa kijamii na juu ya umuhimu wa kuzuia kwa chanjo. Kwa ajili ya hiyo, wahusika hawa wanazindua mpango wa Mashako 3.0 ili kuhamasisha uwezo wa kulinda afya za watoto na familia. Kila kitu kitahusisha kuunganisha mfumo wa afya kwa kuhakikisha upatikanaji sawa wa chanjo kwa wote. Tafadhali kumbuka kuwa kuanzia Aprili 29 hadi Mei 6, walezi na wafanya kazi wa jamii nchini DRC wameamua kufanya kazi ili kuhakikisha kwamba hakuna mtoto anayeachwa bila kujali anaishi wapi. Walimu katika jimbo la Kivu Kusini wanatoa wito kwa mamlaka husika katika kuboresha mazingira yao ya kazi. Hii ni kuchangia katika kuboresha ubora wa elimu ya watoto. Wameeleza hayo katika mahojiano nasi katika sherehe ya kitaifa ya walimu inayosherekewa Jumatano Aprili 13 mwaka tulimo. Katika mahojiano nasi, mjumbe wa muungano wa walimu wa Kongo Sienko Lini Diope anatoa wito kwa mamlaka kuzingatia mahitaji ya walimu ili kufanya kazi zao kwa manufaa ya taifa. La ziada hatuna, mtazamaji wa chanela yetu. Matamatisho ndio hayo. Asante kutukopa jicho na masikio mwanzo hadi tamati. Mungu akubariki. Alamsiki. Fizi News 24, média d'information en temps réel. Fizi News 24, chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel.